Wakili, habari za hizi? Salama kabisa, habari za kazi? Alhamdulillah. Ndio. Naam. Juzi tumeona mashabiki wa Simba wakikamatwa na jeshi la polisi, lakini miezi kadhaa nyuma wengine pia nao walikamatwa, lakini gumzo hasa ni makosa ambayo yanafanya kuchafua baadhi ya brandi za kampuni mbalimbali. Nini ambacho mashabiki hawakijui na wanapaswa kuzingatia wanapoenda kuzungumza kwenye press mbalimbali? Kwanza swali zuri, na mimi pia ni miongoni mwa wadau ama wafuatiliaji wazuri tu wa masuala mazima ya mpira, na hayo matukio hata mimi nimewahi kuyaona, yalikuwepo na bado yanaendelea. Kitu ambacho ningependa kuwaambia mashabiki, wasichanganye hisia zao za kimapenzi kwenye klabu na vitu vya msingi, kwa sababu wawekezaji ndio wamekuwa chachu ya maendeleo ya mpira wa Tanzania. Ukihesabu miaka 10 iliyopita au 15, huwezi kukompea na maendeleo tulionayo sasa. Kwa asilimia kubwa sana wawekezaji wameleta maendeleo makubwa ya mpira mpaka hapo walipofikia sasa hivi, wakishirikiana na serikali. Kwa hiyo mwekezaji essence ama sababu yake kubwa ya kuja kuwekeza kwenye club ni kuinufaisha club, lakini pia naye kukuza biashara yake. Na ndio maana unaweza kuona katika baadhi ya jezi ama kwenye jezi hizi za kwenye klabu mbalimbali kuna matangazo ya baadhi ya wawekezaji, kwa kuwa ikiwa na maana kwamba klabu inanufaika, lakini pia na yeye kwa sababu amewekeza pesa aweze kufanya nini? Kunufaika. Kwa hiyo unapokuwa unaenda kumchafua, naweza nikatumia neno kumchafua mwekezaji kwa sababu ya hisia zako za kishabiki, pale unakuwa kwanza unatenda kosa kisheria bila kuathiri taratibu zingine za kiuchunguzi zinazoendelea. Tunazungumza in general. Unapokuwa unaenda kuchafua biashara ya mtu, unakuwa umevunja sheria, na mwekezaji anayo mamlaka hata pia kukufungulia kesi, kwa sababu unaenda kuchafua brand yake ambayo hutakuwa na nafasi ya kumsafisha. Sio kama unielewa vizuri, kwa sababu leo umetumia media, umezungumza wanaozungumza, na wengine wanakuaga hawana limit ya maneno, hawajui lipi la kuongea lipi si la kuongea, wanapitiliza. Mwisho wa siku, lini utapata nafasi ya kumsafisha yule mtu? Hautapata hiyo nafasi. Kwa hiyo kwanza unakuwa umemuua kibiashara bila kujua yule mtu ana mkataba na club. Hakuna mwekezaji ambaye hana mkataba na club, awe ni kwenye upande wa jezi au ni kwenye upande wa maendeleo ya club, lazima atakuwa na mkataba na club. Kwa wanapokuwa na mahusiano ya kimkataba, kuna terms na conditions ambazo wamewekeana baina yake yeye na club na kwa muda maalum. Sasa we unapotoka kama shabiki kwa sababu ya mapenzi yako ya club, hakuna mtu ambaye anayezuiwa kutokuwa na mapenzi na club yake. Lakini unapokuwa unakosoa, ukosoe kwa reasons, ukosoe kwa vitu vya msingi. Hata mtu mwenyewe akisikia anaona kabisa huyu mtu ana logic ya anachokisema. Sasa hivi imekuwa tofauti. Mashabiki sasa hivi yani wanavuka mipaka, naweza nikasema. Na hii labda ni kutokana na kumekuwa kidogo kuna uhuru wa vyombo vya habari. Sasa hivi kuna online medias nyingi. Umeona? Kwa hiyo mtu anapopata nafasi ya kupewa interview ama airtime, ndipo hapo anapotumia nafasi kuchafua brandi nyingine. Bila kujua kabisa hizo brands ambazo wanazochafua watu wameweka pesa. Kwa mfano ukizungumzia wawekezaji mbalimbali, mfano wakina Jeruti, kuna huyu kabla ya Jeruti kulikuwa kuna Sunderland, si ndio? Watu wameweka fedha zaidi ya 1 billion and above. Wameinvest pale, watengeneze jezi, wauze na wao wapate faida, kwa sababu hakuna mtu anayefanya biashara ya hasara. Sawa? Kwa hiyo sasa huyu mtu kwanza lazima utambue mchango wake kwenye club kabla ya kwenda kumlaumu kwenye vitu vingine. Tambua kwanza mchango wake kwenye club, na huo mchango wake haumsaidii tu yeye, unaisaidia club. Kuna klabu ngapi hapa sasa hivi zinahangaika kutafuta wawekezaji? Angalau sasa hivi kidogo kuna mabadiliko. Kipindi cha nyuma ilikuwa klabu zinashindwa hata kusafiri. Nafikiri wewe ni shahidi. Kuna klabu ilishindwa kusafiri kwenda kushiriki katika mashindano ya kimataifa. Ilikuwa ni Confederation. Sawa? Kwa nini? Kwa sababu hakuna mtu aliyekuja kuweka nini? Pesa. Kwa anapojitokeza mtu anaweka hela yake, kwanza anatakiwa kuheshimiwa.
anatakiwa kuwa respected, na hii heshima isiwe categorized. Unajua watu hii heshima wanaiweka kimatabaka kwamba fulani anapaswa kuheshimiwa, fulani huyu tunaweza tukamzungumzia vyovyote. Lakini unapokuwa unafanya hivyo unamuua kibiashara, sio tu yeye, unarudisha pia nyuma maendeleo ya club. Kwa sababu let's say yule mtu akisema mkataba huu ukiisha sitoendelea tena, wewe utaweza kuwekeza pesa zako? Wewe unayemtukana ama unayemdhalilisha mwekezaji una hela ya kuwekeza kwenye club? Kwa sababu lazima ujifikirie hicho kitu. Kama huna, waache wenye nia na uwezo wawekeze. Kukosoa haikatazwi, lakini kosoa kwa kufata utaratibu, kwa sababu unapokuja kumdhalilisha tena kupitia online media, kile kitu kina circulate. Sio kila mtu anachuja anachokisikia. Unataka kuniambia kwenye hizi interview ambazo watu wanazitumia katika kuwachafua wawekezaji, kuna watu wangapi roho zao zimesita kununua jezi? Watu ni wengi. Sawa, jezi moja approximation shilingi 45 mpaka 50. Watu 10 ni 500,000. Tanzania ina watu wangapi? Kwa hiyo unaweza kujikuta wewe neno moja limemkosti mtu kibiashara. Mwisho wa siku hasara ambayo wewe hata ukiambiwa lipa tu kwa jezi labda 50,000, huna uwezo huo. Kwa hiyo sisi mashabiki tujifunze kwanza kuwaheshimu wawekezaji. Wanachama wetu, ushabiki wetu, tunapokuwa tunashabikia, tunajua kunakuwa unakuta mtu joto limeshapanda, anaongea anachojisikia, lakini kumbuka unachokizungumza kinaweza baadaye kikakugeukia. Yaani hakutakuwa kuna defense ya ushabiki linapokuja swala la kosa la kisheria. Na katika sheria kuna kanuni inasema ignorance of law is not a defense. Kutokujua sheria sio kinga. Kwa hiyo watu wanapokuwa wanatukana wawekezaji, wanatakiwa waelewe kabisa kwamba pale wanacheza na rungu la sheria, na sheria ni msumeno, anytime inaweza kukubadilikia. Wala watu hawatoangalia kwamba umeongea kishabiki, wataangalia kwamba umevunja sheria na aliyevunjiwa sheria yupo, na kama kuna fidia ya kulipwa inabidi umlipe. Sasa ujiulize, unacho cha kumlipa? Umezungumzia vizuri sana Hassan Salum. Maana yake hapa kuna ukiukwaji wa sheria. Umezungumza vizuri sana wakili, lakini mimi nataka kujua, ikitokea mtu anafanya kosa la aina hii kwa mujibu wa sheria, ni hatua zipi ambazo zinaweza zikamkabili kutokana na kosa ambalo amelifanya? Kwanza kabla sijaenda direct kwenye adhabu na fidia, ningependa tu niseme kwamba watambue watu kwamba kuna sheria ya makosa ya kimtandao. Sawa na sheria ya makosa ya kimtandao ni yale makosa ambayo yanafanyika kwa njia ya kimtandao, labda kwa kutumia computer system na vitu vingine. Sawa wale wanaopokea yale malalamiko, kwa sababu yale yanaenda kama malalamiko, huwa wao wanaangalia hili kosa limebase, yani liko kinyume na kifungu gani. Sawa lakini vifungu viko mbalimbali, kwa sababu kuna vifungu vingine vinazungumzia kutoa taarifa ya uongo. Mtu anaweza akaongea, wewe ni shahidi, shabiki anaweza akazungumza kitu, anamzungumzia mtu izifu anajua wakati anachokisema ni uongo. Kwa hiyo inakuwa ni publication of false information, ambayo kosa lake ni miaka 3 jela na faini milioni 5. Simenielewa? Jela na faini milioni 5 au vyote viwili kwa pamoja. Tunazungumzia in general mtu ambaye anakuja anapublish vitu ambavyo sio vya kweli. Lakini kuna kupublish kitu bila ridhaa ya mhusika, ujumbe wa aina yoyote bila ridhaa ya mhusika. Sawa nalo nafikiri jela mwaka 1, faini milioni 3. Lakini swala hilo inawezekana yule uliyemchafua akaligeuza kwenye madai ambalo likaja some sort of defamation, umemchafua. Sasa linapokuja kwenye defamation, hapo linazungumzia fidia mbalimbali, itategemea na yeye ameathirika vipi na statement yako, ambayo hiyo sasa haina kiwango maalum. It depend yeye amepata athari gani na statement ulioitoa kibiashara. Kwa hiyo yeye ata evaluate toka statement umeitoa
amepata hasara kiasi gani inayotokana na statement uliotoa kupitia media fulani. Kwa sasa hizo fidia yeye ndo atacompute, na hapo ataangalia vitu vingi, ataangalia vitu vingi sana. Kwa mwisho wa siku atafika tu kwenye conclusion kwamba hichi ndicho kiwango cha hasara ambayo nimepata, ambayo fulani kutokana na kile alichokizungumza ndiye aliyesababisha. Kwa hiyo kukija kwenye madai ile sasa fidia ama kwa maana ya compensation huwa inategemea na mhusika ameathirika vipi na kitendo ulichokifanya. Kwa hiyo naweza nikasema yani limekaa kwenye pande zote mbili, na zote mbili haziko sawa, na zote mbili zinaweza zikakugharimu. Yani ikiwa kwenye madai itakugharimu kwa sababu utatakiwa ulipe in terms of money, of which majority hawana cha kulipa. Sawa, hawana. Hata ukituangalia watu sisi hali zetu, hata leo mtu akikwambia labda lipa milioni 100, hutakuwa na cha kulipa. Kwa tunapokuwa tunazungumza hivi vitu, tunatakiwa kuconsider kwamba athari yake ikija baadaye huwa inakuja kwa njia nyingine. Ukiangalia kwenye presi ya mashabiki wa Simba ambao walikamatwa na polisi, kulikuwa kuna vinywaji mbele ya meza yao. Sasa tunapata mkanganyiko kuhusiana na swala hilo pia. Kisheria ikoje? Wale ambao wana mamlaka na hivyo vinywaji, kwa maana wamiliki wa hivyo vinywaji, wanaweza kuchukua hatua zozote za kisheria dhidi ya tukio hilo? Kwanza tu kutumia labda brand ya mtu kwenye swala lako, hili sasa liko two sided. Inaweza ikawa ni hasara kwake au faida kwake, kwa sababu kama video imeangaliwa na watu wengi, obvious pale anakuwa amefanya advertisement, amefanya matangazo. Ukizungumzia in positive way, ukija in negative way, inawezekana mwenye bidhaa ile hakubaliani na kile mlichokifanya, lakini vinywaji vyake viko pale. Sasa tuna hapo katika upande wa negative. Positively ni kwamba wengi wameview ile video, walitaka kujua watu wanaongea nini, lakini katika kuona wameona pale aina za vinywaji, mwingine labda amevutiwa, ametaka kujua ni kinywaji gani na whatever. Hiyo ni positive ambayo ina faida kwa mwenye vinywaji. Hasara ni kama hakubaliani na kitendo alafu kinywaji chake kiko pale, kama vile tunaweza kusema kimedhamini. Tuwasikilize wadhamini wetu, unajua ile wadhamini wetu ni kina nani? Kwa pale kama kuna maji unakuta mtu anamimina anakunywa, brand ile inafanya nini, inaonekana. Sasa the way mimi ninavyolifikiria liko tofauti na swali lako. Na hisi aliyeshtaki pia anaweza akamuunganisha na yule mwenye vinywaji, sio mwenye vinywaji kuwashtaki waliokuwepo pale kwenye press, kwa sababu yeye indirectly ni kama vile amedhamini tukio ile event. Sawa Kwa hiyo ni busara tu zimetumika, busara zimetumika kwa sababu mimi nina imani, mimi ni mdau tu wa mpira, japokuwa mimi ni shabiki pia wa timu fulani, lakini nina imani wawekezaji wote wanapatana kwa imani yangu mimi, kwa sababu mwekezaji mmoja anayewekeza kwenye upande labda wa production ya jezi, there is no way anaweza akafanya hivyo bila kukubaliana na wale wenye viti wawili, upande wa wanachama na upande wa mwekezaji. Kwa mimi kwa upande wangu ninaamini wale watu wanapatana. Kwa hiyo inawezekana katika kuchambua hivyo ndio maana yule bwana mlalamikaji akaona acha ni muexclude huyu, ni dili na hawa ambao wametoa defamatory statements. Naam, huyo alikuwa ni wakili Hassan Salum ambaye tumezungumza naye kwa utuo kabisa kuhusiana na masuala mbalimbali yanayohusu mashabiki na vilabu hivi vyetu vya Simba na Yanga, na tumaini umemuelewa na umemsikiliza kwa uzuri kabisa. Hii ni Global TV, langu jina ni Ibrahim Rajab, nilikuwa na wakili Hassan Salum, nyuma ya kamera ni Chimweta Buba Jame. Endelea kufuatilia Global TV.